Agathon Rwasa, wewe ni mwanasiasa Burundi. Hivi karibuni vyama vitano vya upinzani vilionyesha ishara ya kutoshiriki uchaguzi wa mwaka 2027. Hatua hii unaitazama vipi? Labda niseme waichoonyesha si kutoshiriki bali ni kutoridhishwa na namna mambo yanavyoendeshwa. Pamoja na hayo, naweza nikasema rai yao inaeleweka, kwani ukiangalia vizuri nchi ya Burundi ina matatizo kede kiasi kwamba si vema kukimbilia uchaguzi kabla ya kuzungumzia matatizo yenyewe, ili kuangalia namna gani nchi inaweza kupata viongozi wala si watawala ambao imeonekana kana kwamba ni watu walioko tu kwa ajili ya maslahi yao. Takriban miaka 20 na kitu tayari imeshapita, nchi inaendelea kudorora. Uchaguzi kama ulivyoandaliwa tukilinganisha na uliopita wa mwaka 2025 hauashirii kuwa tunaweza tukapata viongozi ambao wanaweza wakaleta ahueni katika taifa hili. Ndio maana nimesema si kwamba hao watu hawataki kushiriki, bali wana wasiwasi na namna uchaguzi wenyewe unavyoandaliwa. Wana mikakati gani ya kushinikiza mageuzi wanayoyataka? Siwezi nikazungumzia mikakati yao kwa sababu mimi sina uhusiano wao. Ila ninachoweza kusema ni kwamba uchaguzi na taifa ni mambo mawili ambayo yanatuhusu sisi sote kama wananchi, kama raia, kama Warundi. Hivyo niombe na ninasisitiza Warundi wainuke na wafungue macho, waone hali halisi ya nchi ilivyo. Badala ya kushabikia tu kiini macho eti uchaguzi, Warundi tukae meza moja, tuangalie kwa pamoja mustakabali wa nchi ni upi, na tuandae roadmap itakayoweza kutupeleka kwenye uchaguzi sahihi ambapo wananchi watachagua viongozi wala si kuendekeza watawala ambao wamekaa kuinyunya tu nchi na hawajawahi kuonyesha hata dalili ya kujali maslahi ya wananchi. Umemaliza kusema kwamba haufungamani nao, lakini unabaki kwenye upande wa upinzani. Hivi si unaona hii ishara ya kuonyesha kwamba hawataki kushiriki si kutoa mwanya kwa chama tawala kubaki madarakani? Chama tawala kubaki madarakani, nafikiri kama uchaguzi hata usifanyike. Sijui kama mmemsikia rais alivyozungumza juzi huko tarafani Matongo kwa Butanyerera. Yeye anajipiga kifua kwamba wasiposhiriki hawabadili chochote, mambo wameshayamaliza. Eti CNDD-FDD itatosha. Hapo uelewe kwamba yeye na chama chake hawana nia yoyote ya kuwa na ushindani, hawataki demokrasia ya ushindani, wanataka kuendekeza mambo yao kama walivyoyafanya, nchi waipelekeshe mpaka mwisho. Ndivyo ninavyoona. Tatizo si la vyama, tatizo ni la Warundi sote. Warundi tusiponyanyuka na kudai haki zetu, hasa haki ya kuwa na viongozi, si watawala wa kutukandamiza, wa kutunyanyasa, kutufanya haya yote tunayoyapitia kwa leo, ujue kwamba nchi itasalia kuwa matatani. Mwaka kesho kuna uchaguzi 2027. Kuhusu wewe, ni kweli watu watazamia kuwa utashiriki kama mgombea? Nimeshakwambia kwamba mazingira ya uchaguzi hayapo, na kama hayapo unataka nishiriki nini kama uchaguzi wenyewe unaandaliwa vibaya? Nimeona sijui kama ni interview mheshimiwa rais ametoa sijui kwa chombo gani. Yeye anadai kwamba sheria ya Burundi hainiruhusu kushindana kwenye uchaguzi. Je, nimepoteza haki yangu ya raia wa Burundi? Je, ni kosa gani mimi nimefanya ili yeye aone kwamba sina haki yoyote ya kuwa Burundi kamili? Sasa kama sheria zinapindishwa ili wasalie madarakani, unafikiri hapo ndio wanaleta suluhu ya matatizo tulio nayo? Nashukuru sana Agathon Rwasa. Asante sana.